Bwana Yesu asifiwe tena, mtoto wa Mungu, kwa wakati huu ambapo tunakutana na neno hili litakukuta. Mimi katika wakati ambapo naongea na wewe, muda huu ni muda wa saa 10 usiku. Na kwa kweli ukiniangalia unaona kana kwamba naongea mchana. Kwa nini? Biblia inasema katika ile Isaya 50 fungu la 4 ni kwamba huniamsha asubuhi kwa asubuhi, nipate kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo katika ulimwengu ya watu waliochoka, watu ambao kwa kweli wana macho lakini macho yamefumbwa. Katika Isaya 42 na ile fungu la 22 nasema kwamba mnayaona mambo mengi, lakini watu hayawezi wakayatia moyoni. Maana wengi wanapita kwenye mifadhaiko mikubwa ya maisha, na moyo ukifungwa katika mifadhaiko mikubwa sana. Ni wakati ambapo tunaamka kwenye wakati kama huu, lakini wewe wakati ambapo ujumbe huu utaupata, ndio wakati wako, kwamba tumtegemeze kwa maneno yeye aliyechoka. Kuna kitu gani ambacho imekuchosha? Mungu akubariki sana unapoenda kuungana nami, mpenzi, rafiki yangu, ambapo nimekuona kwa sababu nimeona watu wengi wanawiwa na ujumbe hizi. Maana nimeona ni muda mchache tu tumeanza katika maneno haya. Upande wa TikTok, upande wa YouTube tulikuwa kwa muda mrefu, lakini upande huku nimeona zaidi ya watu 4,000 wakifuatilia maneno kama haya. Kwa kweli nawaombea neema ya pekee ya Mungu ikawabariki popote ambapo hupo, upate nguvu ya pekee katika ulimwengu ambapo kwa kweli watu wana macho hawaoni. Kitu gani ambacho hawaoni? Na leo napenda nizungumze nawe kwa kidogo sana juu ya kitu kinachoitwa imani inayoona. Imani, lakini imani inayoona na imani inayotambua. Nimekutana na watu wengi na wauliza, unamwelewaje Mungu? Kwa kweli anaona Mungu aliyoko mbinguni, Mungu ambaye hajui jinsi ambavyo anatenda, Mungu ambaye hajui kana kwamba yuko naye. Ni wakati huu rafiki yangu, katika neema ya pekee ya Bwana wetu Yesu Kristo, nitaomba nawe na kujifunza kwa maneno machache kwa dakika chache. Na leo tuungane pamoja katika kile kitabu cha Mathayo 9, nikianzia ile fungu la 27. Yesu katika maelezi nasema Yesu anaponya vipofu wawili. Hem, tuangalie kile ambacho Yesu alivyowafanyia wa vipofu wawili na uponyaji wao na maisha yao yalivyokuwa. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko na huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi, uturehemu mwana wa Daudi. Hawa vipofu walikuwa wanamfuata Yesu, na ukirudi huko nyuma unaona walisikia yale ambayo Yesu alikuwa ametenda, ila hawakuona. Walisikia, maana wao tu walikuwa ni vipofu. Walipokuwa nasikia alichokuwa akitenda Mungu, akitenda Yesu, waliposikia anapita, walimfuata wakipiga kelele, uturehemu ewe mwana wa Daudi, uturehemu. Kwa kuwa waliona, walisikia alichokuwa akitenda. Imani inaanza kwa kusikia tu. Unaweza kusikia huja kwa kuona. Hawa wako na macho ambao walikuwa wameona, ila walisikia alichokuwa kitenda. Waliposikia tena anapita, wakamfuata wakipiga kelele. Wanasema kwamba Yesu alipofika kwenye nyumba, naye Yesu alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Umesikia swali la Yesu juu ya hao wanaopiga kelele, kwamba kelele mnapiga, lakini katika kelele yako unaamini kwamba
mimi mnayepiga kelele mkija kwangu, mnaamini kwamba naweza nikafanya hii? Ikituambia hivi, katika maombi yako, katika kelele zetu, je, imejengwa kwenye imani kwamba tunayempigia kelele tuna imani kwamba natutendea? Unajua, kuna kama maombi yangekuwa yana matatizo yetu yalikuwa yanajibiwa kwa huruma tulionayo. Nimekutana na watu wengi ambao nimewaona wanakesha hadi kwenye makanisa wakilia. Wakifika kwenye kanisa kuanzia asubuhi mpaka jioni ni kulia na machozi, lakini kila siku wakiendelea kulia. Yesu hakuwaambia hivi, kulia kwenu ina maana gani? Anambia, mnaamini kwamba ninaweza katika kicho kilio chenu. Unalia ukiamini kwamba Mungu anaweza akakutendea. Imani inayoamini. Wakasema, naam, tunaamini. Naam Bwana, tunaamini. Kumbe tulipotoka huko mpaka hapa, sisi tunaamini. Hemsikia Yesu alipoambia katika fungu la 29. Ndipo akawagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Kwa kadri ya imani, sio sasa kwa kadri ya huruma nitakayowaonea, sio kwa kadri mlivyokuja mkipiga kelele. Kwa kadri ya imani yenu mliojenga mpokee. Kinachotusaidia rafiki zangu, kwa kadri ya imani unayojenga kwa Mungu upokee. Tunaishi katika ulimwengu ambapo imani inarudi chini, hofu inapanda juu. Chochote kinachokukabili, kwa kadri ya imani. Nina mambo mengi na muda wetu waga naweka muda kidogo, lakini nimeona watu ambao wametanguliza imani kabla ya kuomba. Unaona, hawa watu, kwa mfano yule mama aliyemgusa vazi la Yesu, hakuwa na muda wa kwenda kuomba na Yesu. Maana alivyokuwa na damu, alivyokuwa na hali ile, nani angempokea karibu? Lakini alisema hivi, ninaamini nikigusa tu pindo la vazi yake nitapona. Ngoja nikwambie, wakati huu kuna tukio ambayo utafanya. Unaweza ukasema hivi, kwa kadri ya maneno haya mtumishi na maombi haya ninapokea. Kwa kadri ya mimi pia ninavyojijenga, imani uliyokuwa nayo ninapokea. Embadilisha maombi uliyokuwa naomba, yaweke kwenye imani, iweke kwenye tendo fulani la imani. Sema hivi, jenga imani kupitia nguvu ambayo umeona Mungu akifanya. Mungu wetu anatupenda. Yeye ni wa kwanza, yeye ni wa mwisho. Tuliumbwa. Hatukutokea tu from nowhere. Hatukuribuka tu, tuliumbwa. Kila mtu, uwe juu, uwe chini, ulitoka katika mikono ya Mungu. Kwa neema ya pekee wa Yesu Kristo, ninawaombea amani kwamba wakati kama huu iwe kwako kama ulivyo amini. Unaamini nini? Kadri utakavyoamini. Kama una jambo kubwa la maisha, itengenezee imani. Na kadri unavyoamini, hata mimi nikikuombea maombi haya utapata. Ukisema tu hata kitu kwamba naamini katika maneno haya, maumivu yaliyokuwa yananisumbua, hali ya maisha iliyokuwa inanisumbua, leo ninaamka kwa imani, ninaenda kwa imani na Mungu atanitendea. Utatendewa hivyo hivyo. Na Mungu akubariki sana, kwamba wakati ambapo wengi hawaoni, wewe imani yako itaona kwamba yupo Mungu. Wakati ambapo wengi hawatambui, wanatumia nguvu yao wenyewe, wewe tumia nguvu ya pekee itokayo kwa Mungu. Kadri ya imani yako, sio kadri unavyohudhuria ibada, kadri ya imani yako. Kuna watu wanahudhuria ibada lakini baada hawapati.
Sio kadri unavyokuwa karibu na mtumishi wako, sio kadri, ni kadri ya imani yako. Hata huyo mtumishi wako utakapokuwa naye, lakini kadri ya imani yako, kwamba mimi nikikaa karibu ninapata hiki. Unapoenda kwenye ibada, hata leo siku ya ibada Jumapili, watu wengi wataenda kanisani. Wengine tulienda jana siku ya Sabato. Bado kwa kadri ya imani yako huko. Ndio maana hata Kornelio alipokuwa akitoa, Mungu alipoona sala yake na sadaka, imani iliyochangamana na matendo yake alitenda. Ndio maana hata sadaka yako unapopeleka church, usipeleke tu, beba kwa kadri ya imani yako, na sadaka yako itakutendea kitu kikubwa sana. Usifanye vitu unapoomba, unapoondoka, kadri ya imani yako Mungu atakulinda mchana. Kadri ya imani yako atakutoa hapo ulipo. Kadri ya imani yako juu yake kwamba Mungu atanisaidia, atakusaidia. Nitumie tu fursa hii kwa neema ya pekee, kazi na iendelee unapoamini sana. Ndio maana nilijenga kwamba ishi wewe. Vipofu waliishi wao wakaenda kwa Yesu. Unaona, hata wakuwa na usaidizi kwamba utupeleke, ila wao wenyewe wakaishi wao, wakaenda kwa Yesu, wakaamini, maana walisikia habari zake. Ukishasikia habari za Yesu, ishi wewe, uende. Ni Yesu pekee, ndugu zangu, atakaye tuokoa, sio mtu mwingine, sio kitu kingine. Wewe uliyejifunga na madawa, kuna dawa. Nebukadneza aliyekuwa mtu maarufu dunia nzima, waganga wake walishindwa, wachawi na Wakaldayo na wenye hekima, lakini yupo tu ambaye alisema roho ya miungu ilionekana ndani yake, ambaye alikuwa anaitwa Danieli. Huyu Mungu ndiye aliyesafiri na kizazi na kizazi na kizazi. Usimwache kwenye kizazi chako. Hakuna kitu ambacho shetani anatufanyia au ambaye anaweza akatufanyia zaidi. Yeye anaweza akatufanyia ni hii tu. Usipokaa na Mungu, nguvu ile ya kwake inaweza ikakusumbua, lakini hawezi akaumba hata jani tu hawezi akaotesha. Ni Mungu pekee ndiye mwenye kuotesha jani, kuipa uhai, ndiye atakayekupa na uhai nawe pia mtoto wa Mungu kwa wakati huu. Nikikuombea na Mungu akubariki sana. Nimekutana wakati kama huu Baba yetu, kwa wito wako ulioniitia, na watoto wako walioko mahali wamechoka, wengine wameishiwa nguvu kabisa, hawaoni, macho imefumbwa na Ibilisi, wanaona giza na utusitusi. Katika pendo lako la pekee, imani inaondoa giza, imani inaanzisha maisha, imani inatenda mambo ambayo hayajawahi kutendeka. Kwa jina lako Baba yetu mwema, kila mtu, sijui mtu anasumbuka na nini, lakini katika pendo lako utusamehe kabisa, na kila mtoto wako mahali popote alipo, chochote atakachogusa kwa imani itokayo kwake kupitia neno aliyosikia, Baba yetu umtendee amani yako. Imani yake imponye, imani yake imsaidie, imani yake imuinue tena, imani yake imbariki. Ni katika mapenzi yako mema, hata wakati huu mambo yanapoenda kubadilika kwa watoto wako hawa, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana.